Kwanza ni taarifa ya habari za dunia, nami Robert Kipto. Kiongozi wa upinzani nchini Tanzania Tundu Lissu amefikishwa mbele ya mahakama ya Kisutu jijini Dar es Salaam na kufunguliwa mashtaka ya uhaini na uchochezi. Lissu ambaye alikamatwa jana baada ya kuhutubia mkutano wa hadhara katika eneo la Ruvuma anakabiliwa na shtaka moja la uhaini la kuwachochea Watanzania ili kutoshiriki katika uchaguzi mkuu ujao. Kabla ya kufikishwa mahakamani, Lissu alihojiwa na maafisa wa polisi kuhusiana na matamshi yake wakati wa mkutano huo wa hadhara. Awali, polisi nchini Tanzania walitumia vitoa machozi kuwatawanya wafuasi wa upinzani huku wakiwazuia viongozi hao kufanya kikao na waandishi wa habari kufuatia kukamatwa kwa Bwana Lissu. Mahakama ya upeo ya Umoja wa Mataifa ya haki ICJ imeanza kusikiliza kesi iliyowasilishwa na Sudan ikishtumu taifa la Falme za Milki za Kiarabu UAE kwa kuhusika na mauaji ya halaiki nchini Sudan. Utawala wa Khartoum umesema kwamba UAE imekuwa ikitoa misaada ya silaha kwa wanajeshi wa Rapid Support Forces RSF. Sudan imedai kuwa kundi hilo linahusika na uhalifu dhidi ya watu wasio wa asili ya Kiarabu wanaojulikana kama masaliti katika jimbo la Darfur Magharibi. Akiwasilisha taifa la Sudan kwenye kesi hiyo, kaimu waziri wa haki wa Sudan Mawia Osman alisema kuwa mauaji ya halaiki yanaendelea kutekelezwa na kundi hilo la RSF. A genocide is being committed against the ethnic group, the Masalit in the west of our country. Mauaji ya halaiki yanaendelea kutekelezwa dhidi ya jamii ya Masalit magharibi mwa Sudan. Jamii ya Masalit sio Waarabu ila ni watu wenye asili ya Kiafrika. Mauaji ya halaiki dhidi ya Masalit yanaendelea kutekelezwa na wanajeshi wa RSF ambao wengi wao ni Waarabu kutoka Darfur kwa usaidizi wa Falme za Milki ya Kiarabu UAE. With the support and complicity of the United Arab Emirates. Maafisa wa polisi hii leo walilazimika kutumia vitoa machozi kuwatawanya waandamanaji katika tamasha ya muziki na sanaa za shule za kitaifa ambayo mchezo mmoja wa tamthilia unaokashifu utawala wa sasa ungeonyeshwa. Mchezo huo wenye maudhui Echoes of War au sauti za vita uliandikwa na aliyekuwa seneta wa Kakamega Cleophas Malala ambaye pia alikamatwa na polisi jana usiku kabla ya kuachiliwa huru mapema hii leo. Serikali ya Kenya imekanusha madai kuwa imepiga marufuku shule ya wasichana ya Butere kuonyesha mchezo huo. Waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen amesema serikali haiwezi kuruhusu wanasiasa kuwatumia wanafunzi kwa maslahi ya kisiasa. Ukianza kutumia wanafunzi wetu kuendeleza siasa ya UDA, hata kama UDA ni chama ambayo kwa serikali, itatupatia aibu kama Wakenya. Vivyo hivyo siasa za upinzani zitumiwe kuendeleza siasa ya watoto wetu. Bei ya hisa katika masoko ya kimataifa imeimarika kufuatia uamuzi wa Rais wa Marekani Donald Trump wa kusitisha ushuru zaidi aliyokuwa ametangaza dhidi ya baadhi ya mataifa isipokuwa Uchina. Ushuru wa 10% utaendelea kudumishwa miongoni mwa mataifa yote. Masoko ya hisa barani Ulaya na Asia yameimarika kufuatia tangazo hilo. Muungano wa Ulaya umesitisha mpango wake wa kutangaza ushuru zaidi dhidi ya bidhaa zinazoagizwa kutoka Marekani kama njia moja ya kulipiza kisasi. Ogil Olof ni msemaji wa Muungano wa Ulaya. We are not going to offer any greater detail at this point about what we are not saying. Hatuwezi kutoa maelezo zaidi kwa sasa kuhusu kile tunachojadiliana na Marekani. Tunataka kujadiliana na kuzungumza na Marekani na tunaridhika kuwa Marekani imeamua kusitisha mpango wake, hali ambayo imetulazimu kusitisha hatua zetu za kulipiza kisasi. Sasa tuna nafasi ya kujadiliana na nchi wanachama wetu ili kushauriana na Marekani. Tuko tayari kuwafikia mkataba na Marekani. We're ready to make deals. Let's talk. Na Marekani na Urusi zimetekeleza mpango wa kubadilishana wafungwa kwa mara ya pili tangu Rais Donald Trump aliporejea madarakani Januari mwaka huu. Rais Putin amemsamehe na kumwachilia huru Ksenia Karelina, raia mmoja wa Marekani mwenye asili ya Urusi ambaye alipatikana na hatia ya uhaini baada ya kutoa msaada wa $50,000 kusaidia shughuli za kibinadamu nchini Ukraine. Kwa upande wake, Marekani nayo imemwachilia huru Artur Petrov, raia wa Urusi mwenye asili ya Ujerumani aliyetuhumiwa kujaribu kusafirisha kimagendo stakabadhi muhimu za Marekani zinazohusiana na utengenezaji wa vifaa vya elektroniki hadi nchini Urusi. Hii ni BBC.
Taarifa ya habari imesomwa na Robert Kipto. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, na matangazo haya yanakujia kupitia redio wa shirika mbalimbali. Nchini Kenya ni Mwanedu FM na Mast FM, Tanzania Radio Free Africa, Radio 1, Uganda ni Radio Lira, Radio Kitara, Radio Paidha, na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni. Unayapata matangazo haya vile vile kwenye tovuti ya bbcswahili.com na kwenye ukurasa wa Facebook wa BBC Swahili. Leo hii uko nami Sarafina Rubi na mwenzangu ni Phyllis Mwate. Karibu Phyllis. Shukran Sarafina na karibu msikilizaji. Tunaanzia nchini Tanzania ambapo mwanasiasa wa upinzani nchini humo Tundu Lissu amepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam na kusomewa shtaka la uhaini. Sasa mwanasiasa huyo ambaye pia ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema alikamatwa jana siku ya Jumatano mkoani Ruvuma kusini mwa Tanzania, na muda mfupi tu baada ya kumaliza kuhutubia mkutano wa hadhara. Sasa vile muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Alfred Lastek ambaye amekuwa akifuatilia taarifa hii kwa kina, na kwanza nimeanza kwa kumuuliza ni kipi kinachoendelea kufikia sasa. Hapa nchini Tanzania taarifa zilizokuwepo jana ni Lissu kukamatwa na kusafirishwa kutoka mkoa wa Ruvuma uliopo kusini mwa Tanzania na kuletwa jijini Dar es Salaam, ambapo jioni ya leo amepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu na kusomewa shtaka moja ambalo ni la uhaini. Sasa Lissu kesi yake hii imeahirishwa na imepangiwa kutajwa tarehe 24 Aprili mwaka huu. Habari hii ilianza jana. Sasa kufikia sasa Lastek, je, upinzani wamesema lolote? Hapana, juhudi zilikuwepo ambazo watu wa upinzani walisema jana kwamba walikuwa wakifuatilia kiongozi wao yuko hapi, na jioni ya jana chama cha Demokrasia na Maendeleo kilitoa taarifa kikielezea kukamatwa kwa kiongozi huyo, na baadaye pia walikuja kutoa taarifa nyingine kupitia kwa viongozi wao kwamba kiongozi wao walisafirishwa kutoka mkoa wa Ruvuma takriban kilomita 1000 kutoka jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kuhojiwa katika kituo kikuu cha polisi. Sasa taarifa ya leo ni kwamba chama hiko kiliandaa mkutano wa habari kwa ajili ya waandishi wa habari majira ya saa 5 asubuhi, lakini kikufanyika baada ya polisi kukitawanyisha tena kwa kupiga mabomu, ambapo chama hiko kimelaani kitendo hiko wakidai kwamba hakikuwa cha kiungwana. Na je, jeshi la polisi nao limetoa taarifa yoyote rasmi ama wameelezea sababu kumshikilia Lissu? Majira ya mchana leo jeshi la polisi wa kipolisi Ruvuma ulitoa taarifa na ukasema kwamba ulimkamata Lissu jana, na wakaelezea kama jinsi nilivyoeleza awali kwamba alisafirishwa Dar es Salaam kwa mahojiano zaidi, na vile jeshi la polisi limezuia mikutano yote ya hadhara kwa chama cha Demokrasia na Maendeleo katika mkoa wa Ruvuma, na likatoa onyo kwa wananchi wafuasi wa vyama vya siasa kutoa maneno ambayo yanaonekana ni ya kuchochea dhidi ya serikali, dhidi ya jeshi la polisi na dhidi ya watu au raia yoyote wa Tanzania. Kwa hiyo hili nalo limepokelewa kwa njia nyingine na wafuasi wa chama hiko, lakini pia na watetezi wa haki za binadamu. Jeshi la polisi bila shaka limetoa sababu zao za kwa nini lilimshikilia Lissu, lakini je, tunajua ni harakati zipi ambazo Lissu basi alikuwa akifanya hadi zikasababisha makakamatwa na polisi? Tanzania unapokabiliwa na shtaka la uhaini wanasema hakuna bail, hakuna kutoka, unabidi ushikilie kizuizini mpaka pale kesi itakapoendelea na itakapotangazwa kwamba hilo shtaka limetolewa. Kwa hiyo swala kubwa ambalo jeshi la polisi lilisema ni kwamba Lissu alitoa maneno ya kichochezi ya kutaka kuharibu uchaguzi wa Oktoba mwaka huu ambao ni uchaguzi mkuu kwa nchi ya Tanzania, na wakasema uchochezi huo unaweza kudhoofisha amani katika taifa la Tanzania. Na umetaja uchaguzi wa taifa hilo ambao utafanyika baadaye mwakani. Je, sasa kuelekea uchaguzi huo, vyama vya upinzani navyo kwa sasa vinazungumzia vipi uhuru wa mikutano ya hadhara? Kumekuwa na mseto wa mawazo. Vyama vingi vimeweza kuendelea na mikutano ya hadhara kwa taratibu zile za kiserikali, taratibu za kiusalama za jeshi la polisi, ambapo unaruhusiwa kufanya mkutano mpaka majira ya saa 12 jioni. Lakini vyama vya siasa vimekuwa na malalamiko juu ya kupangiwa nini cha kuzungumza, na kwamba hakuna uhuru
uhuru wa kuweza kutema hoja dhidi ya serikali ambayo iko madarakani. Kwa hiyo wananchi ambao wengi wako kwenye vyama mbalimbali wamekuwa wakieleza kwamba kuna haja sasa ya serikali kuruhusu uhuru wa kutoa mawazo, uhuru wa kuweza kuamua nini ambacho kinafaa kwa ajili ya Tanzania kwa miaka ijayo. Na ni mwandishi wa BBC Alfred Lastek akiwa Tanzania, ambapo amekuwa akizungumza na mwenzangu Phyllis Mote. Tukiendelea, ni kwa bei za hisa duniani kote zimepanda baada ya uamuzi wa Donald Trump kusimamisha ushuru wa ziada kwa nchi zingine isipokuwa Uchina. Umoja wa Ulaya umesitisha mpango wake wa ulipizaji kisasi uliopangwa dhidi ya ushuru wa forodha wa Marekani. Rais wa Tume ya Ulaya Ursula von der Leyen amesema EU inataka kutoa nafasi ya mazungumzo. Victor Kenani na taarifa zaidi. Masoko ya hisa yameimarika kufuatia hatua ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza anasitisha kwa siku 90 nyongeza ya ushuru kwa bidhaa zinazoingizwa Marekani. Nchini Japan, soko la hisa la Nikkei jijini Tokyo, hisa ziliongezeka kwa zaidi ya 8% kufuatia siku za msukosuko wakati hisa ziliposhuka. Soko la hisa la Taiwan pia lilipanda kwa 10%. Hata hivyo, kulegezwa huko kwa sera kali ya Trump hakujaisaza China. Badala yake, Rais Trump ametishia kuiongezea ushuru hadi 125%, akishtumu nchi hiyo kwa kutokuwa na heshima. Akihojiwa na waandishi wa habari kuhusu athari za kujibizana na China kibiashara, Bwana Trump amesema anaamini watafikia makubaliano na kiongozi huyo wa China. Unajua, bado hakuna kilichokamilika, lakini tumeona kujitolea kwa mataifa mengine ikiwa ni pamoja na China. China inataka kufanya makubaliano, ni vile hawajui jinsi ya kuyafanya. Wajua, hii ni moja ya mambo ambayo hawajui kabisa. Ni watu wenye kiburi, na Rais Xi ni mtu mwenye kiburi sana, namfahamu sana. Hawajui kabisa jinsi ya kuishughulikia, lakini watagundua watakapotathmini. Ila wanataka kufanya makubaliano, na tuna nchi nyingine nyingi zinazotaka makubaliano. Kama unavyojua, ni zaidi ya 75. Many more than 75. Kwa upande wake, China imesisitiza kuwa haitarudi nyuma katika kukabiliana na hatua ya Rais Trump ya kuongeza ushuru kwa bidhaa za China. Beijing kwa kulipiza imeweka ushuru wa 84% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka Marekani. Katika mkutano na vyombo vya habari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China, Lin Jian, alisema kuwa hatua za Washington ni tishio kwa utulivu wa kiuchumi duniani kote. Marekani kwa sababu zake za ubinafsi imetumia ushuru kama silaha ya kutoa shinikizo kali ili kujinufaisha, ambayo imekiuka sana haki na maslahi ya nchi zote na sheria za shirika la biashara duniani WTO. Imeharibu vibaya mfumo wa biashara wa kimataifa. Hii ni kinyume na matakwa ya kiuchumi ya ulimwengu mzima. Naye naibu waziri wa uchumi wa Poland Michael Barawonski aliambia BBC kwamba ilikuwa muhimu kwa Umoja wa Ulaya kuchukua fursa ya kusitishwa kwa muda ushuru huo kufanya kazi kupata makubaliano na Marekani. There are no winners in a trade war. Hakuna washindi katika vita vya kibiashara. Nilifurahi kuongoza mkutano wa mawaziri wa biashara Jumatatu, ambapo tulionyesha kwamba kuna umoja wa wazi kabisa ndani ya Ulaya. Tume ya Ulaya ina mamlaka ya wazi na sasa tunaweza kujadiliana. Kwa hivyo nadhani ujumbe mkuu ni kwamba tutumie siku 90 zijazo vizuri ili tuweze kupata mpango mzuri wa biashara ya katika bahari ya Atlantiki. Wakati huo viongozi wa zaidi ya nchi 30 kutoka Amerika ya Kusini na visiwa vya Karibia wameahidi kuchukua hatua za kuimarisha biashara ndani ya eneo hilo ili kupunguza athari za ushuru wa Rais Trump. Akizungumza katika mkutano wa chombo cha kikanda cha CELAC nchini Honduras, Rais wa Brazil Luiz Inacio Lula da Silva alisema kwamba ushuru wa kiholela huvuruga uchumi wa kimataifa na kusababisha mfumuko wa bei. Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum alisema nchi za eneo hilo zinapaswa kubadilisha masoko yao na kuzingatia utangamano. Aliwaambia wajumbe kuwa serikali za kikanda zinahitajika kufanya kazi kwa karibu zaidi. Hoy más que nunca es un buen momento para... Leo kuliko wakati mwingine wowote ni wakati mzuri wa kutambua kwamba Amerika ya Kusini na Karibiani zinahitaji umoja na mshikamano kutoka kwa serikali zao na raia wao, kuimarisha ushirikiano mkubwa wa kikanda daima ndani ya mfumo wa kuheshimiana na kuzingatia uhuru wa nchi zetu na makubaliano ya kibiashara ambayo kila mmoja anaweza kufaidika. Acuerdos comerciales que cada uno de nosotros pueda tener. Han Shenlin ni mkurugenzi wa The Asia Group, kampuni ya ushauri wa biashara nchini China.
Akizungumza na BBC kutoka Shanghai, alisema China ina imani kwamba inaweza kustahimili vita vya kibiashara na kujimudu katika hali bora kuliko Marekani. Victor Kenani, Dira ya Dunia, BBC.